Lakini kama wangekuwa wako entitled na security personnel, haya mambo pia ataka yaangaliwe. Sidhani kama wanao, manake masala ya ulinzi yanaanza kwa wabunge kule na kuendea juu. Lakini suala hili la utekaji nyara kwa jinsi alivyoachiwa, kuna mwanandani mkubwa sana katika masala ya kiusalama, ambayo manake hakuna si kisiasa kama wengi walivyokuwa wanadhani. Wengi tulikuwa tunasema kwamba ni siasa na mambo kama hayo ambayo yanayoshabihiana na siasa, lakini imeashiria kwamba hawa utekaji nyara wa Hussein ulikuwa ni wa masala ya kiusalama, kwa jinsi elimu vilake lilivyokuwa kuanzia alivyotekwa na leo alivyoelezea hiyo kwenye magazeti kwamba alizuiliwa kisha Nairobi alafu akapelekwa kwenye kituo kisichohusika. Zaidi ni kusema kwamba tunarudi pale pale wale watetezi wa haki za kibinadamu wanaposema kwamba ikiwa ni mtu ni mshukiwa aweze kudhibitiwa ama achukuliwe apelekwe kwenye kituo cha polisi, afunguliwe mashtaka, wacha mahakama iamue iwepo huyu mtu ni mhalifu ama si mhalifu. Lakini mbinu hizi ambazo zinatumika kwa kiongozi, sasa ikiwa leo kiongozi, unajua MCA na inategemea na mahali, lakini kuna baadhi ya MCAs wanapigwa hata kura 10,000. Kwa hiyo hapo tutaweza sasa, ikiwa yule mmoja ni 10,000, ina maana zile kura nyingine zilienda kwa wale MCAs wengine inaweza kuenda takriban kama hata 100,000. Kwa hivyo MCA anaweza kuwa anaongoza watu 100,000, alafu anafanywa hivi akiwa anatekwa nyara na anaenda. Je, yule mwananchi ambaye yeye ndiye anamtegemea yule MCA ama kiongozi yoyote yule? Kwa hivyo hili jambo la utekaji nyara hili lazima lizingatiwe, na naamini kwamba katika makubaliano ya Ruto na Raila lilipo swala hili. Na mwaka 2023 kulikuwa na push ambayo iliweza ama msukumo ambao uliweza kufanyika hawa ma MCAs waweze kupata bodyguards baada ya Stephen Maloba marehemu MCA ambaye aliweza kuuliwa. Alikuwa wa Kisa East MCA Mr. Stephen Maloba on April 1st. Na anataka at a political function organized by Khiswero MP Christopher Seka. Bila shaka wamejaribu kusukuma na kuomba kama wanaweza pia wao kupata security, jambo ambalo pia limeweza kukumbatiwa na governors pamoja na senators, lakini haijaweza kufanyika kufikia sasa. Na nilijua tu mimi hapo wataenda mahakamani watafanya hivi, lakini kupata, kwa sababu MCAs ni wengi sana by the way. Sasa ukipiga hesabu, lakini kama mtu mmoja kama Martha Koome ana walinzi 23, kwa nini MCAs wasiwe hata na mlinzi mmoja? Kwa hivyo hili ni jambo ambalo pia wao walifikirie. Ndio maana magavana na maseneta wakawa wanaliunga mkono, kwa sababu kwanza ukiangalia ni swala la ugatuzi hilo. Au hata pia ningewashauri siku na askari wa county wale wakanjoo wangepewa kanjoo tu pia bwana, akawa anafuata na naenda na MCA, kwa sababu sasa kama serikali kuu inaringaringa na maafisa wake, kanjoo waingie kati yao wao wanawalinda MCAs, kwa sababu kanjoo pia nao ni wengi na county zina uwezo wa kuandika as many as possible. Kwa hiyo wasikae tu hivi wakawa wanaiomba serikali na serikali yenyewe ndio hiyo. Waanze tu bwana kanjoo, kuanzia leo mtakuwa mnawalinda waheshimiwa wetu wa MCAs. Bila shaka dakika zikiwa 51 zimetoweka baada ya saa 2. Afueni kwa familia, Mwenyezi Mungu afanyie yani bila shaka familia yake sahali na wafanyie wepesi pia vile vile. Ni jambo ambalo ni nzuri zaidi kwa sababu limeweza kufanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bila shaka. Kwa hivyo tunasema alhamdulillah. Ukurasa wa 6, jambo ambalo tutaweza kuzungumzia katika awamu ya 4 na ya mwisho siku ya leo. Wanasema Ruto Raila new deal, a replay of old record. Kwa lugha ya Kiswahili wanasema ni mambo ya kujirudia. Marudio hayo. Ndio yamefanyika tena. Hilo zamani jamaa anakuambia
movie limekuja sijui mara ngapi, na bado wewe likija wewe umo tuwaingia kuliangalia. Ndio hili movie la Raila sasa. Ni kwa kilugha ya Kimombo, mwanafunzi wangu wanasema same script different cast. Hawa sasa, kwa sababu hii movie lilianza 1997 wakati wa Moi, walikuwa na makubaliano yanayofanana sawia na haya, alafu 2007 ambao waliingia 2008 makubaliano haya pia na Kibaki 2017 ambayo yalienda hadi 2018 wakaingia na Uhuru. Sasa Ruto, baadhi ya wadadisi wanasema Ruto hakutaka kusubiri kuleta ile rhythm ile 1997, 2007, 2017, yeye hakusubiri 2027, akaona acha tulianza na mapema 2022. Sasa wamerudi tena kwenye makubaliano. Japo ya hivi sasa ni makubaliano ambayo ni mazuri. Ukirudia hotuba ya Hassan Sarai, Hassan Sarai ambaye ndiye Secretary General wa UDA, ukirudia vizuri anasema kwamba makubaliano hayo yanaanza 23rd of March, 23rd or 24th. Sasa wengi najua wanajiuliza pale, vereje haya mambo leo yanazungumzwa Ijumaa lakini tunaambiwa 20? Ina maana bado kuna masharti pale na kuna mambo kwanza yafanyike ndio 23rd tuanze rasmi na tuweke saini ile ya mwisho. Kwa hivyo kwa sasa kidogo naona kule kutegeana, kuna kila mmoja anamtegea mwenzake vizuri hivi sasa. Maana Raila amekataa kuingia kwenye mkataba kikamilifu mpaka kuna mambo ambayo aseme yaone yametekelezwa kwanza. Halafu ndio aone kweli nia iko, mambo yaendelee, na amesema tukiwa yatatekelezwa. Halafu ama pendekezo la pili ni kwamba sharti haya mapendekezo yafanywe yote ndio 2027 tuwe pamoja. Kwa hivyo naona kidogo safari hii Raila amezingatia, kama alivyosema, nitafanya chochote nitakachoamua lakini nitamzingatia mwananchi zaidi. Safari hii kidogo Raila ameweza kuwazingatia wa Kenya, kwa sababu hajaingia full by the way. Kuna mambo ambayo anasema kwanza yaanzwe in action, alafu ndio tuendelee. Hapa kidogo mahali ambapo tutajipata ni pale kubuniwa kwa ofisi ya waziri mkuu. Kubuniwa kwa ofisi ya waziri mkuu, ofisi ya upinzani ambayo pia inatakikana kubuniwa, hizo zote ni pesa, gharama. Hapo katika ukurasa wa 6 wakati ambapo wanazungumzia dakika zikiwa 55 zimetoweka baada ya saa 3 kabla saa 4 kabla sisi kuchukua saa 3 kabla sisi kuchukua mapumziko mafupi. Katika ukurasa huo picha ambayo wameweza kuweka pale ni mwenda zake Mwai Kibaki na Raila Odinga after a deal that was struck in the end of 2007-2008 post-election violence. Yani furugu paka lazima ifanyike, alafu ndio hii handshake ifanyike pia. Kwanza paka lazima damu imwagike kidogo. Jambo ambalo Wakenya wengi wanaichukulia kama usaliti. Msikilizaji, awamu yetu ya 3 inakamilikia hapo, lakini cha msingi na cha sekondari usikibonyeze kidude. Awamu yetu ya 4 inakuja na ya mwisho ambapo tutaingia kwenye mada ya siku. Cha msingi tuama papo hapo kama maji ya mtungi. Ni